Mtazamaji wa Songwe TV1, kipindi ni Tanzania yetu, na leo ni sehemu ya 3 ambapo tuko na mgeni ambaye atajitambulisha yeye mwenyewe. Tutaenda kufahamu mambo mengi kuhusiana na nchi yetu ya Tanzania, mkoa pamoja na wilaya. Karibu sana mgeni Songwe TV1. Asante. Na kushukuru mtangazaji. Mimi jina langu naitwa Sylvester Mighty Lwila. Ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Momba. Mimi ndio natekeleza ilani ya CCM. Mimi ndio kiongozi wa chama, na ni kweli toka mwaka 2020 mpaka 25 sisi kama Chama cha Mapinduzi kulikuwa na ahadi. Maka ilani maana yake ni ahadi. Ilani tuseme ni tamko la chama au taasisi kwa mambo yale ambayo yanaweza yakafanyika kwa muda husika, kwa kipindi husika. Na sisi kama CCM ilani yetu inatekelezwa kwa muda wa miaka 5. Na utekelezaji huo wa ilani unakuwa na sera mbalimbali. Na nataka wananchi wa Tunduma na wananchi wa wilaya ya Momba na Wanatanzania kwa ujumla wajue nini maana ya sera. Sera ni mwongozo au dira. Sasa sisi katika chama chetu tunakuwa na sera za elimu, tunakuwa na sera za kilimo, tunakuwa na sera za afya. Kwa hivyo vyote toka mwaka 2020 na mwaka 2020 mpaka sasa vimetekelezeka karibuni 100%. Kwa sababu mimi katika wilaya ya Momba, mimi kama mwenyekiti, toka nimeingia, tumeanza mwaka 2020, tumetekeleza vitu vingi sana. Kwa mfano, kwa upande wa hospitali, tuna hospitali zenye hadhi ya wilaya ziko 2. Moja iko halmashauri ya Momba, lakini ya pili iko katika halmashauri ya Tunduma ambayo iko pale Mpemba. Na hiyo ambayo iko halmashauri ya Momba iko pale Chitete ambako ndo makao makuu ya wilaya. Na vituo vya afya 7 ambavyo 2 viko halmashauri ya Momba, 5 viko katika halmashauri wa mji wa Tunduma. Lakini mambo yaliyofanyika ni mengi sana. Tuna shule za sekondari na msingi karibu 30. Tunazo shule za msingi 21, lakini tunazo shule za sekondari 9. Kwa hiyo ukijumlisha hapo unapata karibuni tunazo shule za msingi 30 ambazo zimejengwa kutoka mwaka 2020 mpaka sasa. Waeleze na wananchi wote wa wilaya ya Momba kwamba sisi ilani yetu imetekelezwa barabara kabisa. Kabla hujafika huko, umezungumzia utekelezaji wa ilani kwamba umefikia 100%. Katika mambo ambayo mengine yaliagizwa Tunduma wakati wa kampeni na Mheshimiwa John Pombe Magufuli, mgombea urais wa mwaka 2020, aliwaahidi Wanatunduma kuwa wakichagua CCM upatikanaji wa maji utakuwa ni wa uhakika, ambapo aliahidi mradi mkubwa wa maji, kuyatoa maji kwenye mto Bupigu na kuyaleta Tunduma. Tunapenda kufahamu hilo kama wasimamizi wa ilani limefikia wapi, na tunaelekea uchaguzi wa mwaka 2025. Je, swala hili wananchi wategemee nini? Kwa swali lako zuri, hilo swali kweli Mheshimiwa Magufuli aliahidi, lakini sambamba na kuahidi ile ahadi ya Mheshimiwa Rais ya kutoka maji mto Bupigu, lakini serikali imekuwa ikifanya jitihada nyingine za kuendelea kuchimba visima mbalimbali hapa na kuwasambazia maji wananchi. Kwa hiyo shida ya maji sio kwamba ni kubwa hivyo, shida ipo, na mimi nakiri, lakini haiko kwa ukubwa huo. Lakini leo hii tunaongea ni tarehe 18. Walivyokuja watu wa Wizara ya Maji, walikapiga mahesabu wakaona kutoa maji Bupigu mpaka kuyaleta Tunduma ni mbali. Kwa hiyo serikali wakishirikiana na Wizara ya Maji walipata ufumbuzi mwingine wa kuyatoa maji katika mto Momba. Na huo utaratibu umeshafanyika. Kesho kutwa tarehe 20, waziri wa maji pamoja na waziri wa fedha watakuwepo hapa Tunduma kwa ajili ya kusaini mkataba mkubwa wa shilingi bilioni 100, ambao ukishasainiwa utaanza kutekelezwa mapema. Nataka niwahakikishie wananchi wote wa mji wa Tunduma na wa wilaya Momba
na wa wilaya jirani, kwa sababu huo mradi ni mkubwa sana. Ukitoka hapa utaenda mpaka Mbozi, utaenda Ileje, kwa ni mradi mkubwa. Kwa nataka niwahakikishie wananchi wote wa mkoa wa Songwe kiujumla watapata maji kwa uhakika, na hiyo shida ya maji itakuwa ndio mwarobaini wake, kwa sababu mradi ni mkubwa, ni zaidi ya bilioni 100, na tunalala tu ni kesho tarehe 20 waziri wa fedha pamoja na waziri wa maji atakuwa hapa. Na nitoe rai kwa wananchi wote wa mji wa Tunduma watakao kuwa na nafasi, niwakaribishe kwenye huo mkutano wa kusaini huo mkataba ili waje washuhudie ambao mambo yatakuwa yanafanyika. Asante. Mheshimiwa Mwenyekiti, kusaini mkataba ni jambo moja, lakini utekelezaji ni jambo jingine. Tumebakiza miezi 7 au 8 kuelekea uchaguzi. Pengine wananchi wategemee lini mradi huu utakamilika, ikiwa ni ahadi ya Rais Magufuli kwamba mkiniletea mbunge wa CCM maji yatakuwa ni ya uhakika. Sasa kwa kipindi kilichobakia wananchi wategemee nini? Mimi nakushukuru Dickson, mimi nakushukuru Kapungu. Ulichosema ni kweli, kusaini mkataba ni jambo lingine, lakini utekelezaji ni jambo lingine. Kama nilivyosema mwanzo kwamba kuvunjika kwa koleo sio mwisho wa uhunzi. Kwa bahati mbaya Mheshimiwa Rais alikuwa amefariki, lakini utekelezaji wake ulikuwa unaendelea. Kwa naomba hili niweke vizuri, na sio mradi mmoja aliyokuwa ameahidi, alikuwa ameahidi miradi mingi. Kwa hiyo sisi kama chama tumesimamia miradi mingi itekelezwe. Na ndio maana hata huu wenyewe wa maji, kabla hata hatujaanza ilani nyingine ya mwaka 2025-30 tumeona tu usaini ili uendelee. Lakini kikawaida ukisha saini mradi, kwa sababu sisi ukiachilia mbali kuahidi wananchi, lakini na sisi wenyewe kama chama tunataka kutia msukumo kwamba tusiwe na viporo vingi. Kwa mimi ni waendelee kuahidi wananchi kwamba huo mradi ukisha sainiwa tu, sisi kama chama kazi kubwa ambayo tutafanya kazi ya kumsimamia mkandarasi ili walau kabla hatujaingia kwenye uchaguzi maji yao yamepatikana. Kwa ndio jibu ambalo tunataka tukalifanya, lakini na ndio maana unaona kabisa huu ni mwezi wa 3. Kwa tunataka hapa tusaini. Kunapoenda mwezi wa 3 maana yake tuna miezi kama 7 mbele. Na kawaida miradi yote ya serikali huwa inasainiwa miezi 3 au miezi 6. Kwa hiyo naomba niwatoe wasiwasi wananchi wote wa mkoa wa Songwe na wilaya ya Momba kwamba kabla ya uchaguzi maji yatapatikana. Lakini warejee kwenye hoja yangu ya mwanzo kwamba nilisema sio maji kwamba hapo kuna baadhi ya maeneo yanapatikana, ila yanapatikana kwa mgao. Kwa sasa tukaona ili kusiwepo tena na mgao, maana tunataka ukishakuja huo mradi ambao ni wa zaidi ya bilioni 100 maji yapatikane mengi, na hayo maji yatapatikana mengi mpaka yatapaswa na mabomba. Asante sana. Mwenyekiti, ukiachana na swala la miundombinu ya maji, Mheshimiwa Rais Samia amekuja na amewaitisha wamachinga kwenda Dodoma kuangalia mfano wa ujenzi wa soko la wamachinga pale Dodoma. Lakini tunaona soko lilokuwa linatekelezwa kwenye wilaya yako ya Momba mpaka sasa limesimama na ujenzi hauendelei. Na sera ya Chama cha Mapinduzi ni kuwapanga wamachinga katika maeneo yao. Na kama tunavyoendelea kuzungumza kwamba muda umebaki ni mchache, na pengine unaweza ukawa na dondoo kama mwenye duka kwamba ni nini kimekwamisha ujenzi ule na nini ambacho unawaeleza wamachinga. Mimi nakushukuru mtangazaji kwa swali lako zuri. Swala la wamachinga ni kweli tulikuwa tunajenga hapa soko, lakini kama nilivyokuwa nimesema mwanzo kwamba vipaumbele vinakuwa ni vingi. Mimi nataka niwahakishie wamachinga wote na wakazi wote wa mji wa Tunduma hata hilo soko tutalishughulikia. Nasema vipaumbele ni vingi. Sasa tulikuwa tunaangalia vipaumbele vingi. Sababu hapa sasa hizi ukiangalia ahadi za Mheshimiwa Magufuli, tuna hospitali ile ya Tunduma inafanya kazi. Lakini bado kule nyuma tunajenga magorofa, kwa tunataka iwe hospitali kubwa kama ya mkoa. Kwa hiyo mambo ni mengi. Kwa hiyo mambo yamefanyika. Kwa hiyo hilo la machinga tumeona sasa tuangalie vipaumbele kwamba tuanze na kipi, kwa sababu unapokuwa unafanya shughuli ya kwako binafsi ya chama au ya serikali unaona vipaumbele. Kwa hiyo sisi kama wasimamizi wa ilani pamoja na serikali tuona vipaumbele vyetu, kwanza tumalize kipaumbele cha afya ambacho mtu moja kwa moja usipokuwa na sempa kutibiwa maana hawezi kufanya nini? Yaani hawezi kupata huduma ya matibabu. Lakini machinga ina option. Anaweza mtu hata asiwepo kwenye soko lakini akaenda kufanya shughuli. Tunataka au kama serikali tunataka wote tuweke pamoja. Lakini bado mpango wetu upo, lakini kwa sasa kipaumbele chetu tumeona tufanye vipaumbele vya msingi kama hospitali ya mji, lakini tuna miundombinu ya barabara
ambayo inafanyika hapa, lakini wewe mwenyewe ukiangalia miundombinu ya barabara, muda mwingine kuna mingine inatokea kwa maana ya unaweza ukasembua barabara ikaja mvua ikaharibu. Sasa uwezo ukasema ni pambane na soko la machingo, yaache barabara zifunge, watu wasifanye watu wasimove. Kwa hivyo ni vote ni vipaumbele vyetu, lakini mimi nataka tu niwahakikishie wananchi wote wa mji wa Tunduma kwamba yale yote ambayo yaliahidiwa na Mheshimiwa Magufuli, ambaye na siku yake ya jana tumetimiza miaka 4 toka ameondoka. Kwa hiyo tunayaenzi, na yote niwahakikishie wananchi wa mji wa Tunduma na wilaya Momba pamoja na mkoa wa Songwe, yote tutayaenzi na tutayatimiza, lakini tutaenda kwa awamu. Mwenyekiti, wewe binafsi kwa namna unavyosemwa kwamba kama mwenyekiti umeshindwa kukisimamia Chama cha Mapinduzi, pia umeshindwa kuisimamia serikali kutokana kwamba taarifa nyingi zimeonyesha kuwa miradi mingi ya halmashauri ya mji wa Tunduma na wilaya ya Momba imekuwa na ubadhirifu. Ukiangalia ujenzi wa soko la machinga, inasemekana kuna vifaa ambavyo vimekuwa vikipotea pale. Ujenzi wa shule ya sekondari Dr. Samia, baadhi ya taarifa zinaonyesha kuwa kuna ubadhirifu wa fedha na miradi mingi ambayo ni ya kiserikali, na wewe kama chama umekuwepo. Je, ni kweli kama mwenyekiti umeshindwa kukisimamia Chama cha Mapinduzi ipasavyo pamoja na serikali yake? Au ni maneno tu ya Radio Mbao? Kwa sababu kwa mtu ambaye ni mwenyeji wa Tunduma au wa wilaya Momba aliyekuwepo mwaka 2020, akiangalia vitu vilivyofanyika ni vingi na vinaonekana kwa macho. Kwa hiyo ni maneno ya watu ambao tena muda mwingine yanakuwa ni maneno ya wapinzani wetu, kwa sababu mimi toka nimeingia kama nilivyosema toka mwanzo, kuna kuwa na vitu vingi ambavyo vinafanyika, ambavyo ukiangalia muda mwingine hata huyo anayesema kuna ubazifu sehemu umefanyika, ukimwambia atoe justification hawezi. Kwa hiyo ni maneno ambayo watu wanafanya nini, wanayasema, lakini mimi toka nimeingia kuna vitu vingi vimefanyika. Kwa mfano ukiangalia pale halmashauri, mimi toka naingia tulikuwa hatuna jengo la utawala. Leo hii tuna jengo la utawala pale, limekwisha na linafanya kazi. Zamani tulikuwa tunaishi kwenye jengo la kupanga. Kwa hiyo mambo tuliyofanya ni mengi, lakini kama nilivyokuwa nimesema mwanzo kwamba na ukiwa kiongozi ukiona wapinzani wanakusifia, ujue hujafanya kazi yako vizuri. Kwa hiyo wapinzani lazima waseme, na ndo kazi yao. Lakini kazi tumefanya kubwa kukisimamia chama, na ndio maana hata wewe mwenyewe unaona mpaka mimi toka nimeingia mpaka leo, kwanza tumeongeza na tumerudisha imani kwa watu. Tumekuwa tukifanya kazi za watu binafsi, kuwahudumia, kuwasikiliza, lakini pale wanapokuwa na changamoto tumekuwa tukiwasaidia. Lakini hata miradi ya serikali mingi tumeisimamia na inaenda vizuri. Lakini kwa sababu ya wapinzani wetu watasema, na muda mwingine ukimwambia justification, ndio maana nikakwambia hata hiyo la soko la machinga. Soko la machinga sio kwamba tumeshindwa kusimamia, ni kwamba tunaangalia vipaumbele kwamba kipi tumalize tuje na hiki. Kwa sababu ukishakuwa na shughuli huwezi ukaenda na vitu vyote kwa pamoja, lazima utakwama. Kwa hiyo lazima tukaona sisi vipaumbele vyetu tunaangalia kwamba tuanze na hiki, tukimaliza tunakuja na hiki. Kwa hiyo mimi ndugu mtangazaji, hao yote yanayosemwa na watu kwamba mimi kama mwenyekiti wa chama nimeshindwa kusimamia ilani, ni mambo ya kuyapuuza, na wewe mwenyewe ni shahidi, unajua kabisa vitu vilivyofanyika hapa ni vingi sana. Ukienda hapo kabla hujafika Msongwa njia panda, tuna kipleft ambayo inageuzia mawe, ilikuwa haipo, imefanyika. Na kulikuwa kuna kero, wenye masheli wengi walikuwa wanatulalamikia kwamba wanaharibu sheli zao. Sisi kama chama tukaishauri serikali kwamba tunafikiri huu mpango sasa wa kuendelea malori kugeuzia kwenye sheli za watu tuache. Tukaiagiza serikali ya wilaya ikapeleka proposal mkoani, wakaamua kujenga ile U-turn pale, ambao mpaka leo ukiangalia malori yote yanageukia pale. Kwa hiyo vilivyofanyika ni vingi sana. Nadhani ndugu mtangazaji, hayo ndio kama nilivyosema mwanzo ni maneno ya ambao ni Radio Mbao watu watasema tu, kwa sababu ndio maana kama nilivyo, especially kama sisi wanasiasa, ukiona wapinzani wako wanakusifia, yani ujue hujafanya kazi. Mwenyekiti, moja ya jambo ambalo linatolewa mfano ni agizo la katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi alipokuwepo Paul Makonda. Alikuagiza hadharani kushughulikia mgogoro wa mwanamke mmoja ambao ulikuwa ni mgogoro wake yeye, baina yake yeye na jumuiya ya Chama cha Mapinduzi, ambapo mama yule alikuwa akidai eneo. Pengine kumekuwa na ukimya wa hali ya juu. Wananchi wangependa kufahamu jambo lile baada ya katibu mwenezi kukuagiza limefikia wapi? Mimi nakushukuru. Ukiona kuko kile maana limetekelezwa. Kwa sababu kungekuwa kuna ukimya ungelisikia kwamba watu wanalalamika.
Kwa hiyo mimi kama nilivyokuwa nimesema toka mwanzo kwamba vitu vingi vinafanyika, imefanywa. Na hata hilo jambo la yule mama kama lingekuwa halijatekelezwa ungelisikia watu wanalalamika, wanalisemea. Kwa hiyo kama nilivyokuwa nimesema mwanzo kwamba sisi kwa wanasiasa kuna chokochoko. Kwamba huyu anataka achokonoe hiki na hayo maneno sisi kama wanasiasa tumeshazoea. Kwa hiyo ukiwa mwanasiasa na kama mimi ukiwa kiongozi mkubwa wa chama, ukiona wapinzani wako hawakusemi, maana muda mwingine hausimamii, yani haufanyi shughuli yako ipasavyo. Kwa hiyo hata hiyo taarifa ya huyo mama ambaye unamsema alikuwa anadai nyumba yake, mimi nadhani ni taarifa kuipuza, kwa sababu ingekuwa kama kuna changamoto ungeona yule mama mpaka leo wanalalamika. Kwa hiyo mimi nikutoe wasiwasi, vitu tunafanya ni vingi, na mimi kama mwenyekiti wa chama kama kuna jambo lolote tunakaa tunazungumza, na tumekuwa tukipokea kero nyingi sana za watu. Mimi natoka nimeingia mwaka 2022 pale ofisini watu hawapungui. Ndio maana nikasema yote tumerudisha imani sana kwenye chama. Watu wengi wanakimbilia sana CCM. Kwa maana yake tunatekeleza majukumu yetu ipasavyo. Kwa kupitia hadhara hii nipende niendelee kuasa wana Tunduma na wana Momba, kama una changamoto yote ile kimbio lako ni CCM. Pengine mwenyekiti, ukiacha mgogoro huo mmoja, yamekuwepo maneno mitaani kwamba Chama cha Mapinduzi kimekuwa kikichukua maeneo ya watu, hususan virabu vya pombe kwenye mji wa Tunduma. Ili likoje mwenyekiti, pengine na utatuzi wake? Tumeona pale kata ya Sogea kumekuwa na kesi ambazo bado ziko mahakamani, lakini tumeona virabu vya Unyamwanga ambapo hii yote ni nasimamiwa na Jumuiya ya Umoja wa Wanawake UWT. Wewe kama mwenyekiti wa chama, pengine malalamiko haya ambayo yanatoka kwa jamii umekuwa ukiyapokea namna gani? Kama nilivyokuwa nimesema toka mwanzo, ni ubabaishaji. Kwa hiyo kama eneo lile la Sogea kwa mimi najua la UWT, eneo ni la kwetu muda mrefu, lakini toka mwaka 2005 mpaka 2010 Chadema walikuwa wanaongoza ile halmashauri. Kwa hiyo wakaenda pale wakagawana vibanda kwenye jengo letu. Yaani wale wote walikuwa ni wapangaji wetu. Sasa walikuwa wapangaji wetu, wengine wakawa wanajenga, wengine wakaanza kubadilisha taarifa. Wengine tulivyoanza kwenda kuwadai kodi wakawa watakiwa, baadaye wakaamua kutupeka makao. Sisi jumuiya ya UWT, Jumuiya ya Umoja wa Vijana na Wazazi, tuna miradi mingi. Kwa mfano hata mwenyewe hapa ni shahidi, Jumuiya ya Wazazi tuna mradi huo tuna shule ya sekondari ya Tunduma. Tuna miradi mingi sana ambayo sisi kama chama tulikuwa nayo. Sasa hayo ni maneno ya watu kwamba sisi hakuna mtu ambaye tunamnyang'anya. Miradi yote ni ya kwetu. Kwa nikasema hayo yote na ukiangalia wale wote ambao wanaleta hizo chokochoko ni wanachama wa Chadema. Na hiyo yote ni kutaka kutuzoofisha, na muda mwingine wao ndio wanaotaka kutunyang'anya maeneo yetu. Asante sana. Mwenyekiti, tukirudi kwenye utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, zipo ahadi nyingi sana ambazo kama Chama cha Mapinduzi ndani ya wilaya ya Momba mliahidi. Ukiacha miundombinu ya afya na elimu, hususani kwenye jimbo hili la Tunduma, ni mradi upi ambao nyinyi kama chama mnasema tunajivunia serikali yetu tulioipa ilani imesimamia mradi huu ipasavyo? Ni mradi upi ambao mnajivunia? Tuna mradi wa vituo vya afya. Toka wakati tunaingia mwaka 2020 madarakani tulikuwa na kituo kimoja cha afya. Leo hii tuna vituo 5. Na vyote vinafanya kazi. Tunacho kituo cha Chiwezi, tunacho kituo cha Chipaka, tunacho kituo cha Mwakakati, tunacho kituo cha Chapa, na bado tunacho kituo cha Mpande. Vyote vinafanya kazi. Kwa hiyo miradi tuliyofanya ni mingi. Na hiyo miradi ukienda hapo, kwa mfano kama pale Chiwezi tuna X-ray inayofanya kazi, hata ukienda kwenye hospitali nyingine huwezi kuona. Kwa hiyo tumefanya miradi mingi mizuri, ila tumefanya miradi mingi na tumefanya kwa uaminifu. Kwa hiyo na niwaase wala kupitia hadhara hii au kupitia TV yako, niwaase wananchi wote wa mji wa Tunduma wa wilaya ya Momba waende kwenye vituo vyetu wakapate huduma, wasibaki kungangania kwenye kituo kimoja cha mji wa Tunduma. Tunaelekea sasa kwenye uchaguzi. Ni yepi ambayo unawaambia wananchi, tumekamilisha hiki na hiki na hiki, sasa hatuna deni kabisa, tunaenda kuanza ilani ya 25-30 kwa kishindo? Kwenye upande wa elimu tumekamilisha kila kitu, tuna madarasa ya kutosha kwa halmashauri zote mbili. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti wa chama nipende kutoa rai
kwa wananchi wote wa wilaya ya Momba na Watanzania wote kwa ujumla, manake hapa sisi Tunduma tuko mpakani. Ninaona kabisa tuna haja na tuna nguvu kubwa ya kuweza mwaka 2025 kurudi tena madarakani, tuje tutangaze ilani nyingine mpya. Kwa sababu ile ilani yetu ambao tumeitangaza mwaka 2020 na mwaka 2025 imetekelezwa barabara kabisa. Lakini tuna mambo mengi, ukiachilia mambo hayo, tuna miundombinu, barabara karibuni kila kata. Sio tu za hapa mjini, hata huko Momba tuna barabara zetu zote karibuni zinapitika. Kabla ya mwaka 2020 kuna barabara nyingi zilikuwa hazipitiki, lakini leo ukienda hapa kila kata utaona kuna barabara zinasembuliwa, barabara za lami. Lakini ukienda kwenye halmashauri ya Momba kuna barabara ile ya kutoka Ikana kuelekea Makamba Chitete, na yenyewe zamani ule mlima ulikuwa upandi, lakini leo hii ukienda iwe kiangazi iwe kifuku, ule mlima unapitika msimu wote, kiangazi na masika. Kwa hiyo kazi imefanyika, ni kubwa. Kazi ni kubwa sana. Lakini ukienda pale Msangano tuna daraja inajengwa, ambayo daraja itaunganisha halmashauri mbili. Itaunganisha halmashauri ya mji wa Tunduma na itaunganisha halmashauri ya Momba. Kwa hiyo na ile daraja likijengwa, maana yake litaturahisishia sana watu tunaotoka Tunduma kwenda moja kwa moja kiurahisi wilayani, badala ya kupitia ile ya Mlowo ambao ni mzunguko, au muda mwingine tunapita hii ya Ikana ambao ni kilomita 70 kutoka Tunduma mpaka Ikana. Na kutoka pale Ikana kwa maana ya mpaka tunafika wilayani karibuni kilomita 32. Kwa hiyo tumekuwa tunatumia zaidi ya kilomita 102. Lakini kama tutapita hii njia ya chapa ambayo daraja inajengwa, maana yake tutatumia kilomita 42 tu. Lakini hiyo daraja likikamilika, ukiachilia mbali kupunguza gharama za kwenda Chitete kwa maana ndo makao makuu ya wilaya, lakini tutaongeza thamani ya maeneo kutoka Chapwa mpaka Chiwezi. Ndiko maana yake wananchi wetu wanaoishi hao maeneo watanufaika na uwepo hiyo daraja. Hata kama mwananchi ana mkaa wake huko nyumbani, ni rahisi kule mkaa kuweka pale nje akaweza kuuza. Kwa hiyo tutakuwa tumefungua fursa hata za kibiashara. Kwa hiyo mambo yaliyofanyika ni mengi, lakini mimi kama mwenyekiti wa chama toka nimeingia mwaka 2021 mimi nilikuta ilani imeanza kutekelezwa. Tumesimamia kwenye upande wa biashara. Tumesimamia kwenye upande wa biashara barabara kabisa. Mimi ninapoingia tuliona kuna baadhi ya kero. Kuna baadhi ya kero kwa maana ya wafanyabiashara wetu walikuwa muda mwingine wanasumbuliwa na mamlaka ya mapato. Lakini toka tumeingia tumechukua hatua kubwa. Lakini kupitia kipindi hiki nipende kumpongeza sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Daniel Chongolo. Toka ameingia na yeye ameweza kusimamia mamlaka zote za serikali. Lakini nafasi ya pili nimpongeze meneja wa TRA wa mkoa. Manake toka ameingia kumepungua sana malalamiko ya wafanyabiashara wetu. Zamani ilikuwa kila siku wafanyabiashara wanajaa pale ofisini kwetu kwenye CCM kuja kwa ajili ya kulalamika. Lakini zaidi na mwaka zaidi ya 1.5 hatujaona wafanyabiashara wakija kulalamika hapo. Na mimi siku moja nikaa najaribu kupeta, namuuliza huyu meneja wa TRA wa mkoa amefanya kitu gani? Watu wakamwambia huyu bwana kabla hajaja hapa alikuwa yuko kwenye kitengo cha ukaguzi. Kwa maana yake alikuwa ni mfanyakazi wa chini kabisa. Kwa hata muda mwingine hawezi kudanganywa na watumishi wake wa chini. Kwa kero nyingi zimefanya nini? Zimepungua. Kwa hiyo niendelee kuwaambia wananchi wa wilaya ya Momba especially Tunduma waendelee kukiamini Chama cha Mapinduzi ili walau hayo tulioyaanzisha tuweze kuyamalizia kwa kipindi kijacho. Lakini pili, tulikuwa na changamoto ya wamachinga. Wamachinga walikuwa wanasumbuliwa, lakini toka tumeingia tumestabilize. Yani sisi tumeongea na mamlaka, tumeweza kuwapanga wamachinga wetu kwenye maeneo yao na huo usumbufu tena haupo. Na hiyo yote inatusaidia sisi kama chama kupunguza kero za watu. Lakini ndugu mtangazaji, kama ulimsikia Wasira juzi alivyokuja hapa, amesema kwamba alikuwa anatushauri na anaomba kwamba CCM tujadili matatizo ya watu, tusijadili majungu na migogoro. Na sasa mimi kama mwenyekiti wa chama hili, sisi kama
wilaya, mimi nikiwa kiongozi, tulikuwa tumelianza kabla hata Mheshimiwa Wasira hajatuagiza. Lakini kwa sababu ni kiongozi mkubwa wa kitaifa, tumelichukua kama changamoto, kama alitukumbusha. Kwa hiyo tutazidi kuwa makini kuendelea kuhakikisha kwamba tunaweza kubeba kero na matatizo ya watu mbalimbali. Na nitoe rai kwa wananchi wote wa mji wa Tunduma, yote yule anayeweza kuwa na changamoto, kimbilio lao namba moja ni CCM, kwa sababu sisi ndio wenye serikali. Kama ukiwa na jambo utakuja unatueleza, ukishatueleza tutajua hili jambo tunamwambia nani na utatatuliwa. Lakini ukimwambia kiongozi wa upinzani aye wa Chadema au ST, unampa ajenda ya kwenda kusema jukwani, lakini yeye hana majibu. Ni mengi sana mambo yaliyofanyika hapa, ni mengi sana kwenye halmashauri zote mbili. Tumejenga magala zaidi ya magala mawili hapo Kakozi. Lakini ukija kwenye upande wa kilimo, sisi tulivyoingia kwa mara ya kwanza NLFA wameweka kituo cha mazao hapa Tunduma. Miaka yote watu wetu walikuwa wanaenda kuuzia mazao pale Kakozi, lakini mwaka huu sisi kama chama tukashauri kwamba tunafikiria kituo cha kuuzia mahindi kiwe hapa Tunduma ili kuwapunguzia watu gharama za kupeleka mzigo mbali. Na mwaka huu kama Mungu atatufikisha salama, nadhani tutaongeza kituo kingine. Hiyo yote ni kutaka kumpunguzia mwananchi kero mbalimbali. Lakini la mwisho nipende hasa wananchi wetu wa mji wa Tunduma. Tunduma 70% ni mji wa biashara. Wale wote ambao ni wafuasi labda na wakereketwa wa vyama vya upinzani, wajiepushe na mambo ambayo hayawahusu, kwa sababu mji wa Tunduma ni mji wa biashara. Sasa kama mji wa biashara ukitokea vurugu au machafuko yote yale, manake unaua kabisa image ya biashara. Kwa hiyo niwaombe sana wananchi wa mji wa Tunduma, kama kutakuwa na mtu yote mwenye kero mbalimbali aje pale CCM, au muda mwingine nitafute mimi, kwa sababu ninafika kiurahisi tuweze kuzungumza. Mimi kama mwenyekiti wa chama ninaamini sana katika mazungumzo. Kwa kama kutakuwa na mtu yote ana changamoto yoyote ile, iwe ya biashara au anahisi hajafanywa jambo lolote, ni bora kuzungumza kuliko kufikiri kwamba maandamano au njia nyingine yote ile ambayo haina majadiliano itakuwa ni suluhu ya matatizo yake. Kwa kufanya hivyo tutakuwa tumeusaidia mji wetu wa Tunduma kuzidi kustawi, kwa sababu ndugu mtangazaji, unaona wewe mwenyewe hata hapa unaponihoji, ukitupa jicho huko nje unaona kuna msururu wa magari. Sasa haya magari yote ukileta na gadhia, maana yake utaua biashara ya nchi. Lakini haya magari atakija hapa mjini analeta fursa. Kuna madereva wanakula kwa mama ntilie, kuna vijana wetu wanauza maji. Sasa hiyo yote ukidisturb, maana yake unakuwa umeharibu sura na mji mzima wa Tunduma na wilaya ya Momba kiujumla. Kwa hiyo niwaombe sana wananchi wote wa mji wa Tunduma, lakini naomba niendelee kuasisitiza kwamba sisi kama Chama cha Mapinduzi tumekusudia kabisa kubeba shida za wananchi wote. Na mimi niseme uwezo kutenganisha CCM na serikali. Kwa maana yake kama kuna mtu ana changamoto yoyote ile, wala asisite kuja CCM. Akija huku tutazungumza naye, tutaiagiza serikali nini ifanye. Kwa hiyo nikasema niliseme hili na niliweke wazi, na muda mwingine watu wengine, mimi napokea mtu tayari wa Chadema au ST kama ana changamoto yake binafsi. Mimi napokea, nitamsikiliza. Akija personally, akija ofisini tutamsikiliza, kwa sababu lengo tunataka kuhakikisha kwamba mji wetu wa Tunduma unastawi. Kwa sababu mambo yamefanyika ni mengi sana. Lakini watu wengi wamekuwa wanatuuliza, lakini nadhani hata juzi walimsikia Wasira kuhusu barabara. Mimi naomba niweke vizuri hili kuhusu barabara. Mimi juzi pale nilimwomba Wasira barabara ila mchepuko walau tuweze kupata hela kwa wingi. Lakini kwa mtu yote anaishi mji wa Tunduma anaweza kaa ni shahidi, Tunduma imekuwa kuliko kawaida. Yaani Tunduma inakuwa kila siku. Kwa hiyo maana yake maendeleo yametangulia kuhusu miundombinu. Kwa hiyo niendelee kuwaomba wananchi hili waendelee kulivumilia, lakini nadhani haiwezi kaisha zaidi ya miezi 6. Nadhani hiyo barabara ya mchepuko tutairekebisha. Lakini na nyinyi wenyewe mlimsikia makamu mwenyekiti ambaye kwenye chama ni mtu wa pili kutoka kwa mwenyekiti wetu wa chama.
alitoa maelekezo kwamba pamoja na mambo mengine ya barabara inaendelea kutoka Mbeya mpaka Tunduma, yeye alitoa maelekezo kwa serikali kwamba anafikiri na kushauri kwamba barabara nyingine mkandarasi aanzie Tunduma ili waweze kukutana katikati. Kwa mambo tunaofanya sisi ni mengi sana. Kwa hiyo nikasema, ndugu mtangazaji, ni kueleze hayo, lakini mambo mengi tunafanya. Lakini pili, huu ni mwaka wa uchaguzi. Huu ni mwaka wa uchaguzi kwa haya tulioyafanya. Kwa mfano, hata nikiangalia rekodi yangu hapa, kuna vitu vingi ambavyo mimi nakushukuru mtangazaji kwa yale ulioniuliza. Kwa mfano, nitaanza kwenye halmashauri ya Momba. Halmashauri ya Momba, vitu ambavyo tumekamilisha mpaka sasa hizi, tuna vyumba vya madarasa shule za msingi viko zaidi ya 144. Lakini tuna vyumba vya madarasa shule za sekondari viko 112. Lakini tuna matundu ya vyoo vya shule za msingi karibuni 682. Tuna matundu ya vyoo vya shule za sekondari karibuni 81. Kama nilivyokuwa nimesema toka mwanzo, tuna nyumba za walimu ambazo ni shule za msingi ziko 6 ambazo walimu wetu wanakaa. Hivyo vyote vimekamilika. Lakini tuna nyumba za walimu za shule za sekondari ziko 8. Lakini tuna zahanati ziko 2. Tuna zahanati ziko 13. Tuna vituo vya afya viko 2. Lakini kwenye halmashauri ya Momba tuna hospitali moja yenye hadhi ya wilaya. Lakini tumekamilisha jengo la utawala, limeisha kabisa. Tuna majosho 6 ya kufugia mifugo. Hiyo ni halmashauri ya kule chini. Lakini tuna shule mpya 2 ambazo zimeshakamilika. Kuna shule za sekondari mpya ziko 3, hizo zimekamilika kabisa. Kuna magala ya kuhifadhia mazao yako pale Kakozi, yako 2. Tuna nyumba ya afisa ugani iko 1, hiyo yote imekamilika. Tuna maabara 8 za shule za sekondari. Tuna mabweni ya wanafunzi wa sekondari yako 3, hayo yamekamilika. Kwa hiyo vitu hivyo kamilika ni vingi. Kwa hiyo nijaribu kuainisha hivyo vichache kwenye halmashauri ya kule chini. Lakini huku tuna, kama nilivyosema mwanzo, tuna jengo leo la utawala limekamilika lote ambalo haina changamoto, lakini na vitu vingine vingi ambavyo vipo. Kwa hiyo vingi ambavyo tumeahidi vyote vimekamilika. Kwa hiyo na kuna muda mwingine katika ilani ambavyo yote vimejengwa hivyo unakuta havikuwa kwenye utekelezaji ilani, kwa sababu halmashauri ya mji wa Tunduma na halmashauri ya Momba tulikuwa tumekusanya zaidi. Kwa kuna muda mwingine katikati ya ilani tulikuwa tunafanya vitu vingine ambavyo unakuta hata kwenye ahadi vilikuwa havipo. Lakini yote ilikuwa ni utekelezaji wa ilani kuhakikisha kwamba kila ambacho kinapatikana kwenye halmashauri hii kinarudi kwa wananchi. Lakini hata wewe mwenyewe ni shahidi, mwezi uliopita kwa upande wa mikopo tumekopesha zaidi ya bilioni 4.6. Hao yote ni utekelezaji wa ilani, kwa maana ile 10% ya kina mama, vijana pamoja na watu wenye ulemavu. Kwa mambo yamefanyika ni mengi. Kwa hiyo niwaombe wananchi wote wa mji wa Tunduma, wanawake kwa wanaume, vijana kwa wazee, waendelee kuiamini serikali ya Chama cha Mapinduzi. Lakini nilisema toka mwanzo kwamba mambo yaliyofanyika ni mengi sana. Na nataka na mimi mwenyewe, wakati kuna semina kule za mikopo, asilimia kubwa ya watu ambao nilikuwa nimeona kwenye semina wengine wamepewa mikopo walikuwa ni wa vyama vya upinzani. Kwa hiyo maana yake hii mikopo yetu si haibagui mtu. Imempa mikopo mwananchi yote ambaye anakuwa na sifa ya kufanya ya kukopesheka. Na niendelee sana kumpongeza mkurugenzi wetu wa halmashauri ya mji wa Tunduma kwa kuendelea kutenga vema hiyo pesa, lakini watu wamepewa pesa kwa wakati, kila mmoja alichoomba ndio alichopewa. Lakini vile vile niendelee kumshukuru Mwanaishamu ambaye ni afisa maendeleo wa halmashauri ya mji wetu wa Tunduma. Kazi amefanya ni kubwa na amekiheshimisha sana chama. Kwa hiyo yote ni utekelezaji wa ilani wa Chama cha Mapinduzi ambayo ninaamini kabisa ikifika tarehe 30 mwezi wa 10 wananchi wote wataturudisha wenyewe kupitia boksi la sanduku.
Mwenyekiti, na kushukuru, umetaja miradi mingi sana hususan kwenye jimbo lile la Momba, lakini nakumbuka kabla ya kuanza kwa utekelezaji wa ilani hii ya 2020 mwaka 2017 alikuja aliyekuwa katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi Taifa, aliyekuwa Humphrey Polepole. Alishauri kuboresha skimu ya umwagiliaji kwa kuwa jimbo la Momba uti wake wa mgongo ni kilimo, ili kilimo kiweze kufanyika kwa awamu mbili. Na pengine mtazamaji wetu angependa kufahamu kama agizo lile lilitekelezwa, na je, na kama halikutekelezwa nini kilikomisha? Hilo agizo limetekelezwa, na mwaka jana mwezi wa 7 ndugu yetu Waziri wa Fedha Hussein Bashe alienda kusaini mkataba mkubwa sana. Kwa hiyo wananchi wa kule wanaendelea kulima vizuri, lakini nilijaribu kusema baadhi ya mambo, lakini ukiangalia hata pembejeo sisi kabla hatujaingia madarakani ilikuwa inauzwa 140,000 kwa mfuko mmoja, lakini leo pembejeo inauzwa shilingi 70,000, 75,000. Kwa maana hiyo ni kwamba kupitia sera yetu ya kilimo tumeweza kumsaidia mwananchi wa kawaida ili aweze kukabiliana na changamoto za kuweza kuinua hiyo mbolea. Na wewe mwenyewe unaweza kuwa ni shahidi. Mwaka huu 2024 ambao tumemaliza mwaka jana, kupitia hiyo pembejeo wananchi wetu wa wilaya ya Momba na wa mkoa wa Songwe na wa vipande hivi vya jirani walipata mazao ya kutosha. Na wewe mwenyewe kani shahidi, kuanzia mwezi wa 7 mwaka jana mpaka mazao mengine tuliweza kuuza Zambia. Kwa hiyo yote ni utekelezaji. Kwa hiyo mambo yaliyofanyika ni mengi. Haya nilikuwa nimeyasema tu ni baadhi. Yaliyofanyika hapa tunaweza tukamaliza hata siku nzima tusimalize. Kwa hiyo nijaribu kunyumbulisha yale ambayo yamefanyika. Kwa hiyo hilo agizo kama ulivyosema la Humphrey Polepole litekelezwa, lakini kwenye kilimo tumefanya mambo mengine mengi. Lakini kwenye kilimo maafisa ugani wetu tumeongezea nguvu. Kila afisa ugani amepewa pikipiki ili aweze kuwatembelea wananchi wetu. Kwa hiyo sisi kwenye kilimo tuko serious kabisa. Kwa hiyo niendelee kuwaomba wananchi wote wa wilaya ya Momba, ikifika tarehe 30 mwezi wa 10 mwaka huu, kura nyingi zote za ndio wampe Mheshimiwa Rais ambaye ni mwenyekiti wa chama. Lakini tukija kwenye upande wa majimbo wawape wabunge wetu, tukija kwenye upande wa kata wawape madiwani wetu, ili tusiende yale ambayo tumeanzisha tuweze kuyamalizia vizuri. Nataka niwaahidi wananchi wa mji wa Tunduma na wananchi wa wilaya ya Momba kwamba mambo yanayokuja huku ni mazuri zaidi ya haya. Kwa hiyo ninachowaomba wao watupatie kura za Mheshimiwa Rais tarehe 30 mwezi wa 10, lakini watupatie kura za wabunge wetu wote wawili wa jimbo la Tunduma na jimbo la Momba, na kwa maana wilaya ya Momba, kila madiwani wetu wote 29. Kwa kufanya hivyo watakuwa wametusaidia sana wao wenyewe pale ambapo sisi tumeishia, lakini na wao wenyewe kuzidi kujipatia maendeleo, kwa sababu kama tunaweza tukapata diwani mwingine anayetokana na chama kingine, manake ile mipango yetu sisi tukienda kwenye vikao vyetu na kwenye halmashauri tutaanza kukwamishana. Kwa tutaanza kujadili maendeleo, tutaanza kubishana. Kwa hiyo mimi niombe sana kwa haya aliyofanya waendelee kutuamini, na ikifika hiyo tarehe 30 mwezi wa 10 ili CCM tena iweze kuchukua dola, tuunde tena ilani nyingine ya miaka 5. Kwa hiyo nikasema, ndugu mtangazaji, nikuambie hilo. Lakini mimi niahidi wananchi wote wa mji wa Tunduma, nitakachofanya mimi kama mwenyekiti wa chama, nitakachofanya mimi sasa ni kuwaletea wagombea wazuri kwenye upande wa udiwani, ubunge. Maana kazi ya kule juu ya urais imeshaisha. Tunamgombea tayari ambaye tarehe 18 mwezi wa kwanza mwaka huu wajumbe wa mkutano mkuu kwa azimio la pamoja tuliweza kumpitisha Mheshimiwa Rais awe mgombea wetu pekee na mgombea mwenza Emmanuel Nchimbi. Kwa kazi imebaki kwenye majimbo kwa maana ya wilaya na kwenye kata kwa maana madiwani. Huo mchakato sisi tutausimamia vizuri. Tutakachofanya sisi ili wananchi waendelee kutuamini, tutawaletea wagombea wazuri kwenye upande wa udiwani na ubunge, ili twende tukaunde serikali nyingine upya ifikapo tarehe 30 mwezi wa 10, ili yale yote ambayo tutaahidi kwenye ilani yetu na yale mengine ambao wananchi wanategemea yakafanyike tukaweze kuyafanya barabara kabisa. Asante sana. Mwaka 2020 kuna baadhi ya madiwani ambao, au niseme baadhi ya viongozi ambao hawakuchaguliwa na wanachama, bali waliletwa na pengine mamlaka za juu kama inavyosema kwenye chama. Hiyo kwa namna moja ama nyingine, ninyi kama chama kuna namna yote imewaathiri?
Mimi nakushukuru mtangazaji. Naomba niweke vizuri hapa. Sisi kwenye chama zetu kiko tofauti na vyama vingine. Hakuna mtu anayeletwa na kiongozi wa juu. Lakini unajaza fomu. Ukishajaza fomu kazi yako imeisha. Unajaza fomu kama ya udiwani, ubunge, kazi yako imefanya nini? Imeisha. Kazi ya pili unaachia vikao. Sasa vikao huwa vinaanza kwenye ngazi ya wilaya, vinaenda mkoa, vinaenda taifa. Vikishaenda kule sasa kila kikao kinakuwa na kazi yake na maamuzi yake. Sasa kila kikao kinajiridhisha, wanakuwa na sifa nyingine za ziada. Kwa hiyo kigezo cha kuongoza kura maoni tunasema ni kigezo kimojawapo cha wewe kuteuliwa. Lakini sio kila anayeongoza kura za maoni lazima afanye nini? Ateuliwe. Kama utakuwa hauna vigezo vingine ambavyo chama kile haujakizi, vikao vinaweza vikaamua vinginevyo. Kwa hiyo hakuna mtu anayekuwa analetwa na viongozi wa juu, lakini vikao vinakuwa vimekaa na kujadili kwamba sasa kwa muda huu inabidi tuende na huyu kutokana na sababu hii. Kwa hiyo nadhani hayo yanafanyika. Kwa hiyo kama ni maneno watu wanasema tunaletewa viongozi, hakuna mtu yote awe diwani au mbunge tuletewi na mtu. Ila kunakuwa na vikao vinafanyika. Na ndio maana mwaka huu kuepuka ile contradiction iliyokuwa inafanyika nyuma. Maana zamani tulikuwa tunaomba 20 wote mnarudishwa. Si unanielewa? Kwa hiyo vikao vya uchujaji vilikuwa vinafanyika baada ya kura ya maoni. Si unanielewa? Lakini mwaka huu tutafanya vikao vya uchujaji kabla ya kura ya maoni. Katiba yetu ya mwaka huu imebadilisha kile kipengele cha uteuzi kwamba wanaweza kaomba watu 10 au 20. Kamati ya siasa ya wilaya imepewa mamlaka kupendekeza majina haya matatu. Ikishapendekeza yale majina matatu, inakuwa inaamini yeyote katika hawa watatu anafaa kuwa kiongozi kwenye ngazi ya wilaya au ngazi ya kata. Kwa yale majina matatu kamati ya siasa ya wilaya inapendekeza kupeleka halmashauri kuu ya mkoa. Halmashauri kuu ya mkoa kwenye upande wa udiwani ndio yanaishia pale. Yale majina matatu na yenyewe itayapokea, ikishapokea inarudisha kama kamati ya siasa ilivyopendekezwa. Lakini kwenye upande wa ubunge halmashauri kuu ya taifa ndio inarudisha yale majina baada ya wilaya na mkoa kupendekeza. Kwa hiyo kinachofanyika sasa katika yale majina matatu watakao kuwa wamerudi katika walioomba ndio wataingia kwenye kinyang'anyiro cha kuomba kula. Si unanielewa mtangazaji? Tofauti na zamani. Zamani ilikuwa mnaingia recruit wote 100. Na ndio maana ukiangalia kwenye majimbo mengine mwaka 2020 watu waligombea mpaka 90. Waligombea mpaka 50. Lakini ule utaratibu chama chetu umeona kwa sababu tunavuruga. Kwa maana kura ya maoni ilikuwa inafanyika kabla ya uchujaji wa vikao. Kufanya vikao vinachuja ndio inakuja kura ya maoni kwenda kwa wanachama. Kwa hiyo nataka kuliweka vizuri na wananchi waelewe kwamba hakuna mtu awe mwenyekiti awe mbunge au diwani anayeletwa na viongozi wa juu. Ila majina yale yanaingizwa kwenye michakato. Hata michakato iliyofanyika ni hiyo, kwamba kwa zamani sasa mnaingia wote kwenye kura za maoni, vinafanyika vikao vya uchujaji baadaye. Mwaka huu sasa katika katiba yetu iliyopitisha tarehe 18 mwezi wa kwanza tunafanya vikao vya uchujaji, tunakuja kwenye kura ya maoni. Unanielewa vizuri? Kwa maana yake sasa yule atakayekuwa ameongoza kwenye kura ya maoni kwenye ngazi ya udiwani na ubunge anakuwa amemaliza. Tofauti na zamani unaweza kuongoza kwenye kura ya maoni vikao vikakuchuja. Kwa sababu vikao vya mchujo kufanya nini? Havikufanyika. Sasa ndio maana mwaka huu tuko tofauti. Lakini wewe unaweza kuwa ni shahidi. Mwaka jana tulikuwa na uchaguzi wa serikali za mitaa. Kwenye wilaya zetu kwa maana hapa Momba tuna vijiji, tuna vitongoji na mitaa. Mimi kwenye wilaya yangu ya Momba yule ambaye alikuwa ameongoza kwenye kura za maoni ndio tuliompendekeza kwenye kikao cha halmashauri kuu kwa maana kurudisha jina lake aje akagombea na vyama vingine vya upinzani. Kwa hiyo hata nataka wale ambao wanakuwa wana wasiwasi, nataka niwatoe wasiwasi kwamba mimi kama mwenyekiti wa chama nitakachofanya kikubwa ni kwamba kwa sababu wanachama wangu nawajua.
watagombea wengi. Wakishagombea wengi, na sisi tuna kanuni za, tuna katiba na kanuni za uteuzi. Kupitia katiba yetu ya Chama cha Mapinduzi tutaangalia hii kanuni inatuongoza vipi, na sisi tuna sifa zetu ambazo tunajua kwamba hili tunamtaka diwani wa mtindo gani, tunamtaka mbunge wa mtindo gani. Kwa hiyo tutapendekeza majina matatu. Kwa wale ambao wote wana wasiwasi, mimi napenda niwatoe wasiwasi. Nataka niwaambie madiwani walioko madarakani na wabunge walioko madarakani na wale wanaotaka kuja, yule anayeongoza kura za maoni ndio atakaye kuwa mgombea wetu. Sema hata leo hii kiongozi anaweza mtu mwanachama akatoka Chadema OST. Sisi tukiona kwenye jamii yuko kwenye piki, tutampendekeza. Na tukishampendekeza twende tunamshindanisha na wagombea wengine kwenye chama. Kama anaweza kuwashinda wale wagombea wenzake kwa wanachama, atakuwa mgombea wetu. Na sisi CCM tunachosema ni kwamba aliyejiunga leo CCM, tuliyekaa naye miaka 20, aliyejiunga mwaka juzi, wote wana sifa sawa na wana hadhi sawa ya kupata maslahi yote ya chama sawa. Kwa hiyo hayo maneno mengine kama nilivyokuwa nimesema ni kwamba watu wanakuwa nasema vitu ambavyo mara nyingine hawavijui. Asante sana mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Momba, Mheshimiwa Sylvester Lwila. Tekelezwa kwa 100% ikizingatiwa kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo yalihaidiwa hayakuwemo, ikiwemo barabara ya njia 4 kilomita 218 Igawa Tunduma, ambayo mpaka sasa tunaona hata mkataba wake haujatekelezwa na muda umeisha, lakini unatuambia ilani imetekelezwa kwa 100%. Nini sababu ya kusema ilani imetekelezwa kwa 100%? Mimi nakushukuru. Ndio maana nikasema toka mwanzo nilisema kwamba utekelezaji wa ilani ni kwamba tunakuwa ni mkataba tumesema kati ya wananchi na chama fulani. Sasa sisi tulichofanya ni kwamba barabara ya kutoka Igawa mpaka Tunduma ni karibuni kilomita 218. Iko Mbeya inasembuliwa. Sasa tunaenda kwa installment, na ndio maana hata juzi ulivyomsikia Wasira alisema tunataka sasa tubadilishe ule utaratibu, kwamba kwa sababu kazi zinafanyika. Sasa maana yake ni kwamba kama watu mkandarasi anakuja Mbeya, watu watakuwa wanaona kama shughuli haifanyiki. Na ndio maana tunataka sasa tubadilishe utaratibu, tuiombe serikali kwa kipande kilichobaki waanzie Tunduma wakutane katikati. Ndio maana nikasema tumetekeleza 100% kwa sababu kila kitu ambacho tumeahidi tumekifanya. Sasa haya mambo mengine, lakini nikasema na kuna vitu vingine ambavyo vimefanyika hata muda mwingine alikuwa kwenye ahadi. Ndio maana nikasema tunasema tumetekeleza 100% kwa sababu vitu vingi vimefanya nini? Vimefanyika. Kwa sababu unaweza ukaona, kwa mfano nilikwambia tumewapa watu pembejeo za kilimo zaidi ya 100% ambazo tulikuwa tumeahidi, kwa sababu tuliona sasa hapa tija ni kilimo. Watu tunataka watu wakajiajiri wenyewe. Lakini ukiangalia kwenye hiyo barabara, maana nikasema juzi alivyokuja Wasira amesema tunataka tumshauri waziri wa ujenzi aanzie Tunduma aende wapi? Kwa hiyo kabla tunaamini kabisa kabla hatujafika tarehe 30 mwezi wa 10 tunataka kila kitu kiwe kimefanya nini? Kimekamilika, kwa sababu ndio ilani yetu tulivyokuwa tumewaahidi watu. Na ndio maana hata mwanzo nilikwambia barabara ni mkataba wote ule wa serikali ni miezi 3, miezi 6. Bado muda tunao. Bado muda tunafanya tunao. Lakini na mimi nilieleza nikasema muda mwingine watu wanaweza hapa wakaona kama ukubwa wa barabara huu kama haitengenezwi kwa sababu ya foleni iliyopo. Lakini foleni ni matokeo ya uwekezaji mkubwa uliowekezwa bandarini. Ndio maana kuta magari mengi yana flow hapa. Lakini wewe mwenyewe unaijua Tunduma inakuwa maendeleo yake yamekuwa kuliko miundombinu. Sasa ilipokuwa miundombinu, ndio maana sisi tunasukuma sasa kwanza kufanya vitu kwa wakati. Na mimi juzi nilisema hata nilipokuwa pale kwenye mkutano wa Wasira kwamba kuna vitu vingine ambavyo tunaona sasa tunatakiwa sasa kwa kufungua mji wa Tunduma tuwe na bypass nyingi. Ndio maana nikamwomba makamu mwenyekiti kwamba kwa nafasi yake akatoe msukumo kwa Mheshimiwa Rais ambaye ndio mwenye nchi na ndio mwenye fungu. Pale 30 mwezi wa 10 tuwe kila kitu tumefanya nini? Tumemaliza. Tukishamaliza sasa ni kwamba tutakuwa kila kitu tumemaliza kwa 100%.
Kwa hiyo ndio hayo ndio ufafanuzi kwa hivyo, lakini kila kitu ambacho kiliahidiwa kimefanyika kwa asilimia kubwa, lakini kuna vitu vingine ambavyo hata hatukuahidi tumevitekeleza, kwa sababu tunaangalia mahitaji ya watu, kwa sababu sisi kama CCM tunahudumia watu. Kwa uwezo ukajikomiti kusema nabaki kwenye ilani wakati unaona kuna hili jambo la msingi ambalo unatakiwa ufanye haraka. Kwa ndugu mtangazaji, hata nyinyi mnapokutana na wananchi kwa muda inaweza kawa sio kazi yenu, lakini nyinyi mnaelimisha umma. Muda mwingine yale ambao mnaona yamefanyika CCM, waambieni watu kwamba vitu vimefanyika. Mwambieni, kwa sababu mnaona mji ulivyokuwa na saizi ulivyo. Lakini nilisema toka mwanzo kwamba pamoja na vitu vingine, haya malori ambayo yamekuja hapa yamekuwa ni kama ni fursa kwa wananchi. Hakuna maendeleo ambayo yani hakuna jambo lolote ile ambalo yani maendeleo yote yanakuwa na changamoto. Sasa mwananchi wa kawaida wa Tunduma anayeishi hapa anaweza kaona kama muda mwingine kama vitu haviendi, lakini hiyo vitu, hii barabara ipo. Barabara kutoka Sumbawanga kwenda kuanzia Kasam kwenda Sumbawanga ni kubwa. Lakini kwa nini iko flooded? Kwa sababu ya foleni ya magari. Lakini vitu vinafanyika. Maana nikasema ilani yetu tumetekeleza, na tunaomba wananchi wote waende kutuamini. Inapofika tarehe 30 mwezi wa 10, vile vyote ambavyo tulikuwa tumeahidi, hata kabla tuingie kwenye box tutakuwa tumemaliza. Asante sana mtazamaji wa Songwe TV1. Huyu alikuwa ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Momba akizungumzia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa wilaya ya Momba yenye majimbo mawili, jimbo la Momba pamoja na jimbo la Tunduma. Asante sana na karibu tena katika kipindi kitakachofuata.